Ili usipitwe na tukio lolote, tafadhali subscribe na like hii channel yetu. Pia usisahau kucomment na kushare. Je, ungependa kuona unafanikiwa katika muda mfupi na katika mazingira rafiki kabisa na eneo dogo kwa gharama nafuu? Najua wengi mtajiuliza ni kwa namna gani na kwa njia ipi. Bila shaka utakuwa na maswali mengi ya kujiuliza kuhusu njia, mtaji na aina gani ya biashara ya kufanya ili ufanikiwe kwa haraka. Ungana nasi katika makala hii fupi kuhusu ufugaji wa sungura, faida, manufaa yake kiuchumi na kijamii. Karibu sana. Hizi pipe ni kwa ajili ya kuvuna mkojo, kwa sababu mkojo na wenyewe una faida zake. Tunatengeneza mbolea pamoja na dawa ya mimea. Hiyo hizi pipe wanapokojoa hapa, mkojo unakuja hapa, then unakuja kwenye hii pipe, unateremka kuingia kwenye chombo chetu hicho hapo. Kijia tunatoa tunaweka kwenye dumu hilo hapo. Kwa hiyo wote hizi ni pipe ambapo mabanda yote yana uwezo wa kukinga ule mkojo. Ambavyo ni vya kulia chakula kama inavyoonekana. Na vyombo hivi vina faida mbili. Kwanza tunamwaga chakula
na pia hakichafui banda sana. Na pia tuna nipples ambazo ni kwa ajili ya yeye kunywa maji. Na maana anafika hapa ananyonya maji kama kawaida, ili kuweka maji kule na vyombo vya kawaida anamwaga. Kwa hiyo tumemwekea nipples hizi. Medad Garabam ni mkurugenzi wa Princess Rabbit Production ambayo iko chini ya Saole Limited, na kushoto kwangu ni mkurugenzi mwenza, naomba ajitambulishe. Mimi naitwa Mhandisi Sadik Jabir Mtabuzi, mkurugenzi mwenza na mwenzangu wa Saole Limited Arusha. Karibu. Na kulia kwangu ni general manager wangu, naomba ajitambulishe. Kwa majina naitwa Baraka John Kiwera, na ni mkurugenzi mkuu kwenye hii ni general manager kwa kampuni ya Saole Limited. Pia kuna mwingine ambaye amevaa kofia, naomba ajitambulishe. Huyo ndo fundi wetu anayetutengenezea mabanda. Mimi kwa majina naitwa Samuel Fred Kimaro, ni PM wa kampuni, yani technical manager. Mwingine ni mwezeshaji ambaye anahamasisha ufugaji wa sungura na anaelimisha watu kuhusu faida za sungura na kwa nini watu wafuge sungura. Naye naomba ajitambulishe. Emmanuel Michael Ayo, marketing officer. Niko katika masoko. Ndugu waandishi wa habari, niwakaribishe kwenye mtaa wetu wa Dorcas. Hapa mnapoona shamba darasa letu la ufugaji wa sungura kibiashara. Mimi kwa utambulisho mfupi kwamba mimi kama nilivyosema mwanzoni kwamba ni Medad Garabam, ni mkurugenzi wa Saole Limited. Lakini idea ya kufuga sungura imetoka wapi? Hii idea ya kufuga sungura imetoka Chuo Kikuu cha Sokoine. Mbali na kuwa mkurugenzi wa Saole Limited, ni extension officer katika halmashauri ya wilaya ya Hai. Kwa mwaka 2015 nilienda masomoni Chuo Kikuu cha Sokoine. Nilipofika Chuo Kikuu cha Sokoine, katika kozi ambazo tulisoma, moja wapo ilikuwa ni rabbit production. Sasa mimi toka nikiwa mtoto nilikuwa mfugaji mzuri wa sungura. Lakini zile sungura tulizokuwa tunafuga zilikuwa ni sungura ambazo ni za asili. Tulikuwa tunafuga sungura unamuuza 1000, 2000. Basi sasa wakati niko chuo kikuu nilipokuta kozi inaitwa rabbit production, nilikuwa interested kwamba kwa nini kuwe na hii kozi. Yaani sisi sungura tumefuga watoto tunasoma chuo kikuu. Kwa hiyo nikawa interested. Kwa hiyo kuwa interested nikawa nataka kujua kwa nini huyu sungura tumsome chuo kikuu. Kwa nini kwenye hizi elimu zote za nyuma sijawahi kusoma sungura, nimsome hapa. Kwa hiyo sasa nikawa interested. Tulipoanza ile somo nikaanza kuona ni kwa nini tunamsoma sungura chuo kikuu. Sana sana pale ambapo tulienda kwenye practical. Tulienda kwenye practical pia tukaenda kwa mfugaji binafsi ambaye anaitwa Professor Shengoma, ambaye yeye ni profesa chuo kikuu cha Sokoine, lakini yeye pia anafuga sungura kibiashara. Sasa nikawa naye karibu, nikafanya naye kazi, nikaona kumbe sungura, akasema kwamba sungura inaweza kutengeneza milioni 100 kutokana na ufugaji wa sungura. Nikamwambia how? Nikaona pana. This is a joke. Nikaona nianze kufuga, nianze na sungura 4. Kwa hiyo nianza kufuga sungura 4 ilikuwa ni 2017. 2018 mwezi wa 6. 2018 mwezi wa 9 nikauza. Nikapata about 1.6 m kutokana na kuuza watoto wa sungura wenye miezi mitatu. 2018 mwezi wa 10 nikauza tena. Mwezi wa 11 nikauza tena. Nikaona no.
lakini nikaona source chakula kikubwa cha sungura ni majani. Na majani nayatoa kwa wakulima. Sasa nikapanga. Kwa sababu mimi ni extension officer, na maana extension officer wanasema kwamba is out of school education. Kwamba unasoma chuoni, unatoka pale una extend ile elimu kwa wakulima kule vijijini. Unaona? Sasa huu ni muda wa practice kile ambacho nimekisoma. Kwa hiyo nilichokifanya nikafanya awareness creation kwa baadhi ya maeneo huko vijijini. Sana kata ya Masamakati na kata ya Matano. Kwa hiyo wakulima wakawa wameitikia ufugaji wa sungura. Kwa hiyo wameitikia ufugaji wa sungura, kwa hiyo nikawa nawasambazia zile mbegu na wapa elimu ni jinsi gani wanafuga, wakaendelea kufuga. Lakini nikaona kuwapa elimu na kufuga haisaidii kama sisi tutatafutia soko. Kwa hiyo ikabidi nifanye organization ambayo inaweza kupata soko, ambayo hiyo organization inaweza kuweka contract na nchi za nje. Ndio tukawa tumefungua kampuni inaitwa Saole Limited, ambao kazi zetu kubwa zitakuwa ni kuexport nyama ya sungura. Sana sana wateja wakubwa wako Japani, wako Sweden, wengine wako Cape Town. Lakini tukaona tutafuga kama sisi. Ili hii project iwe na faida katika jamii ambayo tunaishi nayo, ni kwamba hizi sungura watafuga wale wananchi. Wakulima wetu watafuga zile sungura. Alafu sisi tutakachokifanya, tutawatafutia soko. Tutaingia mkataba na soko la nje, alafu tutaingia mkataba na wakulima. Kwa hiyo baada ya hapo ni kwamba yule mkulima sasa atatakiwa atuuzie sisi tu wale watoto. Kwa hiyo wakulima walituelewa, baadhi ya wakulima walituelewa, wakawa wamechukua zile sungura, na leo tunavyoongea ni kwamba walianza kufuga mwezi wa 12. Kwa hiyo leo tarehe 27 ndio wanauza kwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo nitaomba tutaenda kule kwa wakulima muone, waelekeze ni jinsi gani wameona ufugaji wa sungura ulivyo wa pekee ukilinganisha na mifugo mingine. Kwa hiyo lakini kwa uzoefu ambao nimeupata kutokana na sungura ukilinganisha mifugo mingine, ufugaji wa sungura ni wa tofauti, ni wa pekee sana, na ni ufugaji ambao ni rahisi kufuga. Mpaka kama ni mtu ni mlemavu anaweza kufuga. Hata mtoto anaweza kufuga. Na pia gharama zake za uendeshaji zinakuwa ni ndogo. Kwa mfano, ukiwa na ng'ombe mmoja, dume au jike, anakula chakula wanachokula sungura 100 kwa siku. Lakini ukiwa na sungura 100 zinazozaa, wewe utakuwa multimillionaire. Kwa sababu ukiwa na sungura mmoja huyu, una uhakika baada ya miezi mitatu una uhakika kupata 300,000 kila mwezi kima cha chini. Kwa nini nasema 300,000? Na 300,000 unaipataje? 300,000 ni kwamba huyu sungura ana uwezo wa kuzaa watoto 6 mpaka 16. Sasa tunaposema 300,000 ni kwamba huyu sungura wake alizaa watoto wachache, alizaa 6. Na kila kitoto kiuza cha miezi mitatu kuuza 50,000, ina maana wewe kwa vitoto 6 utakuwa na shilingi 500,000. Lakini anaweza akazaa mpaka 16. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni jinsi gani mtu anaweza kutengeneza pesa kupitia ufugaji wa sungura. Sasa labda niwaambie kwamba tunafanyaje kazi. Mtu mwingine anaweza kujiuliza, ndio unafuga sungura, lakini sasa hao sungura wanapatikanaje? Hao sungura mmoja jike mwenye mbegu anapatikana kwa gharama ya 1,500,000. Ambapo mkulima tutasaini naye mkataba kwamba yeye lazima atuuzie sisi na sisi lazima tununue kwake. Na kila baada miezi mitatu. Na huyo jike ni kwamba tunakupatia, hatukupi dume. Hatukupi dume ili tuweze kumonitor ile breeding. Sio tukafanya ni breeding. Kwa hiyo tutakuwa sungura lake kizaa, tunakuja tunampandisha sisi kwa dume yetu ambao madume yetu tunayo. Na kitu kingine ni kwamba tuweze kumonitor kwamba sungura lako amezaa watoto wangapi. Ili mwisho wa siku tunakuwa tunajua kwamba baada ya miezi mitatu kwa mkulima fulani tutaenda kununua sungura ngapi. Kwa hiyo baada hapo utamkatia bima ya sungura. In case yule sungura akifa, tutakuletea sungura mwingine. Lakini hiyo bima ina masharti kwamba yule sungura asiwe amejeruhiwa na mnyama mkali au ameliwa na mnyama. Lengo la kufanya hivyo ni kwamba tunajaribu kupunguza uzembe. Kwamba endapo atakuwa amekufa kifo cha kawaida au umempa majani amekula amevimbiwa, tutakuja kumhudumia yule sungura na tutakuletea sungura mwingine. Tutakuja kumkagua, tujue nini kimemuua, baada hapo tutakuletea sungura mwingine. Labda kwa upande wa changamoto kama mfugaji, ni changamoto gani ambazo unaweza kukumbana nazo kwako wewe binafsi na zile nyingine ambazo tutaziangalia kwa wafugaji? Changamoto kubwa katika ufugaji wa sungura ni kwamba ni mnyama ambaye hajazoeleka. Kwa mazingira ambayo
tuliopo ni kwamba wamezoea kwamba sungura ni mfugo ya watoto. Kwa hiyo sasa unapomwambia mtu kwamba kuna sungura unaweza kutengeneza pesa kupitia sungura, mtu wa kawaida hawezi kuelewa kwamba kweli anaweza kutengeneza pesa kupitia sungura, kwa sababu wamezoeleka kusema kwamba ni mfugo ya watoto. Lakini sasa kitu ambacho kinanifurahisha kwamba hiyo changamoto inaweza isije kawepo pale ambapo watamsikia mfugaji ambaye tayari kashafuga ile sungura na kitu gani amepata kupitia ufugaji wa sungura. Tofauti na wengine, wewe umekubali kushuka chini na kuja kuanza katika mifugo ya aina ya sungura pasipo kujali taaluma yako. Haikudhalilisha? Unajua kama nilivyosema mwanzoni kwamba hii idea nilishafuga sungura kwa mdogo. Kwa hiyo kwanza licha ya kuwafuga kibiashara na wapenda sungura na wapenda. Yaani nikifika jioni lazima nije nikae hapa lisaa lizima nikiwaangalia wanavyokula, wanavyocheza, yani na wapenda sungura kitu cha kwanza. Kwa cha pili ni kwamba nimesoma darasani kwamba sungura anaweza kukufanya kuwa bilionea. Kingine pia nimesoma darasani na nimeona kwamba sungura hahitaji madawa yoyote sana kwa hudumia kama kuku. Hamna chanjo yoyote anampa. Kwa mfano kama wale wanaochinjwa miezi mitatu, hutakiwi kumpa dawa yoyote. Wala hutakiwi kumtibu. Hiyo ni kingine. Ndio maana nimekuwa interested kufuga sungura. Lakini pamoja na hayo ni kwamba hawahitaji muda mwingi wa kuwahudumia. Kwa mfano umeona kama nilivyokuambia kwamba mimi ni mkurugenzi wa Saole Limited na dili na ufugaji wa sungura. Napelekea sungura kazini. Lakini ukiangalia anafanya huo muda, nafanya hiyo kazi kuanzia saa 10:30 jioni. Kwa sababu mimi ni mtumishi wa serikali. Kwa hiyo nikishatoka ofisini ndio huo muda naenda vijijini, naenda mpaka Arusha, naenda mpaka huko Moshi, mpaka Same, mpaka Mwanza. Lakini baada ya muda wa kazi. Kwa hiyo ni kwamba hawakuchukulii sana muda. Unaweza ukafanya kwa kazi kama kazi ya ziada ambayo inaweza kukuingizia kipato kikubwa. Mtizamo wa wanataaluma wenzako kwako na mtizamo wa familia wanakutazamaje? Kwa wengine wanaweza kuona kama unapoteza wakati. Kwa mtizamo wa familia ni changamoto. Ni changamoto kwa sababu kwa mfano kama umeoa alafu unatoka hapa umetoka kazini saa 10:30 unatakiwa uende Arusha upeleke sungura kwa mteja. Au sungura wa mteja amezaa unatakiwa upeleke dumu. Sasa kutoka hapa Arusha na foleni na nini unaweza ukarudi usiku. Sasa familia kama familia anaweza kuwa kama mama anaweza kaanza kupata hofu. Huyu mtu bwana ni mtu wa namna gani? Sasa hivi saa 4 usiku mfugo gani nafuga usiku? Hata siku moja kwa mkurugenzi mwenzangu tumetoka kule karibia saa 6 usiku. Tunatembelea wale wafugaji. Lakini lengo ni kwamba tunafanya hizi kazi kwa muda wetu wa ziada. Kwa hiyo ni changamoto ipo kwamba mtu anaweza kumisunderstand kwamba kweli hii sungura kwa nini ipelekwe usiku. Na sungura kama alivyo sungura kwanza mchana si rafiki kumsafirisha sungura. Ukipeleka sungura mchana wana suffocate, wana joto, unaweza kupelekea sungura wapi. Lakini muda mzuri wa kusafirisha sungura kuanzia saa 12 jioni au saa 1 asubuhi. Kwa hiyo sasa ndio kuna changamoto. Sasa hatuwezi kuwapeleka asubuhi kwa sababu tunakuwa kwenye kazi ya serikali, lakini tunabidi tuwapeleke jioni. Jioni ndio tunakuwa na changamoto kama hizo, lakini kwa msaada wa Mungu na neema ya Mungu hizo changamoto tunakabiliana nazo. Hapa naomba kuongezea kwenye swali lako, nadhani kwa la msingi kwamba mwanataaluma kuta mtu unafuga sungura vipi? Nadhani swala ni chochote kimoja ambacho kwa vijana, watu wa size ya kati na watu wazima uelewe kwamba maisha ni popote. Ili mradi ufanye kazi ambayo ni halali, inakupatia kipato. Hii ni sehemu moja kuonyesha jamii kwamba ufanye jambo lolote lile ambalo linafanya nini la kuingizia kipato bila kujali elimu. Na elimu muda wote inatumika mahala popote. Anapokuwa mtu yuko hapa anaendesha kilimo cha sungura, lazima elimu yake ionekane kwenye hiyo biashara, kwamba namna gani ambavyo unaweza ukatunza mahesabu yako ya kibiashara, namna gani ambavyo inatakiwa iende kwa mpangilio gani, hapo elimu itaonekana pale. Lakini cha msingi hapa atakuonyesha kwenye jamii kwamba wewe umetoka una degree yako huko, unaona kuna biashara ya mkaa inalipa, ukifanya hivi itakupa pesa za kutosha, nenda kwenye mkaa. Umetoka kwenye una degree, kuna biashara ya mitalo kufanya nini hapo inalipa, nenda kwa. Kwa hiyo tunataka sisi anayetoka vyuo na wapi tusikalie na vitabu kichwani. Tufike kama tunajikita kwenye kazi yoyote ambayo ni halali, ambayo inaweza kukupa kipato. Na hii ni mfano mmoja wapo kwamba ni msomi, lakini kwa kupitia hapa unaweza ukapata
mahela ya kutosha, pesa za kutosha. Nadhani hapo ndio kwa jambo nataka kusisitiza kwenye. Sasa kama tulivyosema, mbali na faida nyingine ambazo tunaweza kupata kwa sungura, tupate historia kidogo. Kwa mfano, wakati wa vita ya pili ya dunia, United States of America ilianza kuhamasisha ufugaji wa sungura. Lengo la kuhamasisha ufugaji wa sungura sana sana ilikuwa ni economical alternative ya beef production. Kwa sababu, kwa nini nasema economical alternative ya beef production? Kwamba sungura kama sungura ni rafiki wa mazingira, kwa sababu yeye hatumii chakula kingi wala hatumii majani mengi. Tukifuga hapa katika eneo hili tunaweza tukafuga hata sungura zaidi ya 100,000. Lakini ukiwa na sungura ya 100,000 hapa Boma Ng'ombe mjini wa Hai, wote utakuwa jangwa. Ukiwa na beef cattle 1,000 hapa, wote itakuwa jangwa. Kwa hiyo hawa sungura ni kwamba ni rafiki wa mazingira, na United States of America baada ya kuona kwamba vita ya pili ya dunia kunakuwa na shida, wakaamua kuhamasisha ufugaji wa sungura kama economical alternative, kwa sababu hautumii gharama kubwa. Na ukiangalia mifugo kama beef cattle, dairy cattle, ile inakuwa burden sana sana kwenye grain na kwenye pastures. Pasture ya mafoda crops. Kwa hiyo inakuwa ni mzigo. Kwa hiyo ndio shangaa, kwa mfano kama sasa hizi kuna jangwa. Kuna ukame. Tutapata maji wapi ya kulisha mifugo? Ng'ombe mmoja anakunywa maji at least 100 liters kwa siku. At least. Angalau anakunywa kuanzia lita 20 mpaka lita 100 kwa siku. Lakini sungura mmoja akinywa maji mengi sana anakunywa mils 100 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwamba tukifuga sungura tutapata nyama nyingi, lakini tutakuwa tumesave upotevu wa maji. Sungura dume moja ng'ombe anakula chakula unachokula sungura 100. Ng'ombe mmoja, mbuzi mmoja anakula chakula unachokula sungura 20. Kwa hiyo tunapokuwa na sungura mmoja anazaa kila mwezi, anatuletea vile vitoto. Ambavyo vitoto vina kilo 3 mpaka 7 kulingana na jinsi wanavyolisha. Kwa hiyo sasa huu ufugaji wa sungura unakuwa ni economic alternative ya kutunza mazingira, kwamba hatutaharibu miti, hatutachoma misitu ili tupate chakula cha mifugo, kwamba ni chakula kidogo wanaweza kula hawa sungura wetu. Hiyo ni moja. Lakini mbali na hayo, sungura ana faida nyingi tofauti na kama nilivyosema kimazingira, kwamba ni rafiki wa kimazingira, lakini pia sungura anaweza kukutengenezea pesa. Ukiwa na sungura mmoja anazaa kila mwezi, tunakupatia sungura mwenye mbegu, unakaa naye siku 10 mpaka 14 anazaa. Huyu tunakuja kumpandisha. Ina maana huyu sungura kila mwezi anazaa, kila mwezi anazaa. Baada ya miezi mitatu wewe utaanza kutuuzia watoto. Na hao watoto utakao tuuzia kima cha chini utakuwa unapata 300,000. Tukisema miezi mitatu ya kwanza, kwa sababu ulikuwa kwenye production stage, hautauza. Lakini ina maana utauza kwa mwaka wa kwanza, utauza miezi 9 tu. Kama ulikuwa unapata 300,000 kila mwezi, ina maana hapo umepata shilingi ngapi? Milioni 2,700,000. Lakini mwaka wa pili, kwa sababu tayari umeshaingia kwenye production, ina maana utapata 300,000 mara 12, ambayo utapata milioni 3.6. Milioni 3,600,000. Ukiangalia jumla kwa miaka miwili, kutokana na mnyama mdogo huyu sungura ambaye anakula chakula kidogo, utakuta umetengeneza milioni 6,300,000. Lakini ukiwa na beef cattle, ukikaa naye miaka miwili, ukimuza gari sana ni milioni. Na gharama unayotumia kumhudumia beef mmoja, cattle mmoja, ni kwamba ni gharama ya kuhudumia sungura 100. Na nimeshasema sungura mmoja anakupa milioni 6,300,000 kwa miaka miwili. Je, ulikuwa na sungura 100 ungepata shilingi ngapi? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jinsi gani mtu anaweza kutengeneza pesa kirahisi kupitia ufugaji wa sungura kuliko ufugaji wa wanyama wote wale. Na si kuku, si nguruwe, si mnyama yoyote. Na kitu kingine ni kwamba kwa nini tufuge sungura? Tunafuga sungura kwa sababu katika global market conditions za kusafirisha nyama ya sungura nje ni rahisi, au ni sawa na hakuna, kuliko unaposafirisha kuku. Wale wenzetu ni wajanja sana. Wanaangalia kitu ambacho hawezi kuzalisha kwa wingi, wanakiwekea masharti nafuu. Na kile kitu ambacho wanazalisha kwa wingi, wanakiwekea masharti magumu. Kwa mfano, ukienda Mexico, unakuta beef cattle mmoja ana kilo kuanzia 1,500 mpaka 3,000. Lakini huku kwenye tropic countries, beef cattle akiwa mkubwa hazidi kilo 300. Yaani huo ndio beef cattle mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni jinsi gani sisi hatuwezi kucompete na zile nchi za baridi, temperate country, ukilinganisha mambo ya mifugo sana sana kwenye beef industry. Ukija kwenye ufugaji wa kuku, unakuta mtu ana ekari 100 anafuga kuku wa mayai na wanahudumiwa na mtu mmoja.
ile system yao iko automated. Ana kompyuta imeseti kila kitu, anahudumia wale kuku kutumia marobot. Ni mtu mmoja anaoperate shamba lenye akali 100 la kuku. Lakini kwenye nchi za joto mtu kuku 100 tu wanamtoa jasho. Sasa watakuruhusu upeleke kuku kule wakati wanazo nyingi? Hawezi kukuruhusu. Lakini mazingira tropical environment katika ufugaji wa sungura ni nzuri kuliko temperate environment. Kwa mantiki hiyo kwamba mazingira yetu ya ufugaji wa sungura yanakuwa ni rahisi kuliko mazingira yao ya ufugaji wa sungura. Kwa hiyo ina maana kwamba zao la sungura kule kwao linakuwa upatikanaji wake unakuwa ni wa shida au wa gharama kubwa kulingana na sisi hapa. Kuliko afuge pale, bora amnunue hapa, amsafirisha mpeleke kwao. Sasa na sisi tunatumia hiyo fursa kwamba tumeangalia kitu ambacho wenyewe hawawezi kukizalisha kwa wingi. Sisi ndio tunazalisha kwa wingi ili tuwauzie. Kwa sababu tukizalisha bifu wanaza watapokea masharti magumu, watakwambia mnyama za Afrika zina kimeta, watakwambia zina TB, lakini yote ni masharti magumu kwamba tusisafirishe. Lakini kwa sababu hawa hawajalishi kwa wingi, hawa sungura hawataweka masharti nafuu. Na sisi tunatumia hiyo fursa kwamba tunaambia jamii ifuge sungura kwa sababu wale wenzetu wanahitaji, ili tuweze kuingiza dola kupitia ufugaji wa sungura. Kwa mfano umezungumzia swala la kutoa sungura kila baada ya miezi mitatu. Kuna sifa nyingine mbadala kwa wewe ambaye unayenunua sungura? Kwa mfano sungura tayari ameshazaa, ndani ya miezi mitatu unakuja kama mnunuzi. Unaangalia nini hasa ili uweze kumchukua sungura yule? Kwa sababu kwa mfano sisi kama nilivyokuambia mwanzo kwamba tutaingia mkataba na mfugaji. Sisi tunamfundisha ni jinsi gani anafuga, na sisi at least kila wiki tunapita mara moja kuangalia ile mfugo inaendeleaje. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna shida yoyote pale ya ufugaji, huwa tunairekebisha kabla ile miezi mitatu haijafika. Kwa hiyo sisi nikifika muda wa kuuza, hakuna kigezo ninachokiangalia. Mimi ninachokifanya, namchukua sungura na mweka kwenye mzani. Kila anazopata unazidisha mara 10,000. Kila kilo tununua shilingi 10,000. Kwa hiyo akiwa na kilo 10 unachukua laki. Akiwa na kilo 3 unachukua 30. Kwa hiyo wanasema mbuzi ula urefu wa kamba yake. Jinsi mtu alivyolisha vizuri ndio pesa atakayoipata. Na wale sungura ambao hawajalishwa vizuri, tukiwaleta hapa tunakaa nao mwezi mmoja, tunawafanyia fattening ili waweze kufika ule uzito wa soko. Kikawaida na kiuhalisia, sungura aliyelishwa kwa mazingira ya mkulima tunayemfahamu anakuwa na kilo ngapi? Kwa mfano tunaposema kwamba sungura atafika kilo 8 ni pale anapolishwa pellet. Lakini sungura kama atakuwa amefugwa mazingira ya kawaida, huyu mkulima hana uwezo wa kununua pellet. Yeye ni majani tu anatoa pale shambani anamletea. Na niyo kipolo cha ugali kimebaki lakini kisiwa kimechacha, anawawekea sungura. Sio mabaki amemenya ndizi amewekea sungura. Huyu sungura atakuwa na kilo 3 mpaka 5. Kwa hiyo hapo tulikuwa tunaangalia kwenye upande wa nyama. Lakini upande mwingine kuna mkojo. Mkojo wa sungura, mkiangalia miundombinu ya mabanda yetu kule, mtaona kuna pipes. Zile pipe ni kwamba mkojo unavunwa. Tunavuna mkojo. Kwa nini tuvune mkojo? Tunavuna mkojo wa sungura kwa sababu mkojo wa sungura una sifa unakuwa na ammonia. Kwa hiyo ile sifa ya kuwa na ammonia unafanya mkojo wa sungura uwe na faida kuu mbili. Kwanza unatumika kama mbolea kwenye mimea endapo uta spray kuzunguka shina la mmea, au unaweza kutumika kama kiuatilifu ambapo uta spray kwenye mmea ambao utakuwa na wadudu wale watakufa. Pia unaweza kutumika kama foliar fertilizer, mbolea ambayo inapita kwa njia ya majani. Unapo spray mmea yako kwenye majani, na una uwezo kuongeza mazao mara 2. Kwa mfano kwenye eka moja kama ulikuwa unaweza kuvuna tani 5 na gunia 20 za mahindi, ukitumia mkojo wa sungura unaweza kupata gunia 40. Yaani ina double harvest mkojo wa sungura. Hiyo ni moja. Ya pili kuna kinyesi chake. Ukiangalia mabanda yetu hapo utaona kwamba unaona kinyesi chake kinaweza kukaa hapa. Kwa mfano hichi kinyesi ukija sisi asubuhi tunakifagia tunakihifadhi. Hiki kinyesi inakuwa ni product ambayo inatumika kutengeneza chakula cha samaki. Kwa hiyo tukienda kwa mkulima sio tu sungura tunanunua kilo shilingi 10,000, bali tunanunua na kinyesi chake. Ambacho kinyesi chake kinauzwa kilo shilingi 350. Na mkojo tunakuja kununua lita shilingi 10,000. Lakini tuna kipimo. Hatutakubali kununua mkojo hivi kwa sababu wengine wanataka kuna sasa nimepata lita 1. Ngoja niweke maji kidogo ziwe lita 4. Basi ukiweka lita maji sisi tunakuja tunapima. Tukikuta na maji huo mkojo tunakuachia utatumia mwenyewe.
Kwa hiyo tuna kipimo ambacho kinaweza tusaidia. Mwanzoni tulipata hasara kwa sababu ulikuwa unanunua mkojo ule, unakuta mtu kaweka maji, ukienda kupeleka kiwandani haufai kwa sababu una maji. Sasa ukiona hapana, ili kuzuia hii tunapima. Kwa hiyo mtu akiweka maji mkojo wake atabaki nao. Ndio. Hiyo ni faida moja hapo, lakini pamoja na hayo tumemwongelea sungura kwa nini tumpeleke Ulaya? Yaani sungura kwa nini apelekwe Japani, apelekwe Korea, apelekwe China? Kwa nini? Na si wanyama wengine. Ni kulingana na faida ambazo nyama ya sungura inazo. Nyama ya sungura kwanza ni nyama tamu kuliko nyama zote duniani. Kama mjaoja, nitakuja niwachukulie sungura moja hapa niwachinjie muonje, lakini nyama ya sungura ni nyama kuliko nyama zote duniani. Kwa hiyo kwa nini tuwe na sungura na kwa nini watu wale nyama ya sungura? Unajua mtu mwingine anambia sungura bwana amekaa vibaya bwana, amekaa kama paka, amekaa kama panya, lakini hajajua manufaa ya sungura, na ndio maana wenzetu wazungu wako tayari kumnunua sungura hapa Afrika kumpeleka kwao kutokana na faida. Ziko kama faida 10 za nyama ya sungura. Ya kwanza ni elimination of obesity and slimming due to high protein and low calories. Kwamba nyama ya sungura inaweza kukusaidia wewe kupunguza kitambi kwa sababu ina kiwango kikubwa cha protein, pia ina kiwango kidogo cha calories. Alafu ni rafiki kwa mtu mwenye shinikizo la moyo, yani mwenye matatizo, mwenye pressure ya kupanda, yani tunaita kitaalamu anaita high blood pressure, yani hypertension. Kwa sababu gani inaweza kumsaidia? Ni kwa sababu ina kiwango kidogo cha sodium ambayo ina regulate nutrient water flow katika mwili. Ndio. Faida nyingine ya 4 ni kwamba inamsaidia mtu mwenye ugonjwa wa moyo kwa sababu ni cholesterol free, haina cholesterol. Kwa hiyo hata mtu ambaye ana shida ya ugonjwa wa moyo anaweza kula nyama ya sungura. Alafu it keep on bones and the teeth healthy. Yaani inaimarisha afya ya meno na mifupa kwa sababu nyama ya sungura ina kiwango kikubwa cha calcium, cha madini aina ya calcium. Pia it protects against stroke due to high proportion of potassium and magnesium. Inamsaidia mtu asiweze kupata mshtuko au stroke kwa kama kuna paralysis na nini. Na kinachosababisha hivyo ni kwamba nyama ya sungura inakuwa na kiwango kikubwa cha madini aina ya potassium na magnesium ambayo yeye anamzuia mtu asiweze kupata magonjwa ya stroke. Pia ina strengthen sexual health kwa sababu inakuwa na kiwango kikubwa cha zinc. Kwa mfano, zinc it helps women against infertility. Madini aina ya zinc yanamsaidia mama asiweze kuwa mgumba. Alafu sio hiyo tu kwa kina mama bali pia hata kwa kina baba. It increases sexual potency in men. Hayo madini ya zinc kwamba inaongeza uwezo wa mikiki kwa kina baba. Yaani kitaalamu wanasema nguvu za kiume. Hiyo nyama ya sungura kwa sababu inakuwa na yale madini ya zinc. Kwa hiyo inazidi mpaka supu ya pweza. Kwa hiyo nyingine help get rid of anemia, kwamba nyama ya sungura inakuwa na kiwango kikubwa, percentage kubwa ya iron. Kwa hiyo inamsaidia mtu asiweze kupata ugonjwa wa aina anemia. Kwa sababu inakuwa ina kiwango kikubwa cha iron, ambayo iron tunajua kitaalamu kwamba is an important component of hemoglobin. Alafu help build tissue muscles. It helps build tissue muscles due to high proportion of phosphorus. Kwa hiyo nyama ya sungura ina madini ya phosphorus. Kwa mfano wale vijana ambao wanataka wanaita sex pack. Wale vijana. Kwa kama unataka wewe ni kijana, unataka kutengeneza sex pack, kula nyama ya sungura. Kwa sababu ina madini ya phosphorus ambayo yanasaidia kujenga ile misuli. Hamna ya kwenda gym. Sio unataka kwenda gym utengeneze body, hapana. Kula nyama ya sungura. Madini ya phosphorus yanajenga misuli. Unakuwa na misuli, unakuwa na kifua, kula nyama ya sungura. Alafu nyingine help to increase mental activities kwa sababu ina kiwango kikubwa cha potassium, zinc pamoja na omega 3. Una mtoto wako mdogo, unataka awe genius, anza kumpa nyama ya sungura akiwa mdogo. Kwa sababu nyama ya sungura ina madini kama tulivyosema mwanzo zinc, ina madini kama tulivyosema mwanzo potassium, ina madini, kuna component nyingine ambayo tunasema fatty acid ambayo inaitwa omega 3. Hii potassium, zinc na omega 3 zinaongeza kasi ya ubongo kufanya kazi. Kwa hiyo unataka mtoto wako awe genius,
mama toka akiwa mjamzito ale nyama ya sungura. Mtoto atakayezaliwa atakuwa na IQ ya hali ya juu kutokana na madini ya zinc na zinc, potassium pamoja na omega 3. Kwa hiyo mama aanze kula hiyo nyama akiwa mjamzito, na mtoto aanze kupata ile supu kidogo akiwa mdogo. Pia na wewe baba uendelee kula hiyo nyama ya sungura. Hapo ni kwamba utapata mtoto mwenye IQ ya hali ya juu. Kwa hiyo ina maana kwamba nishauri nini kwa Tanzania? Endapo sisi wa Tanzania tutaanza kula nyama ya sungura kwa wingi kama tunavyokula nyama ya ng'ombe au kama tunavyokula dagaa, tukawa tunakula nyama ya sungura, miaka 20 ijayo tutakuwa na kizazi ambacho kina akili nyingi sana kutokana na ulaji wa nyama ya sungura. Watu wengi wanasema watu wakandaziwa na akili. Sio kwamba wana akili. Wale watu wanakula dagaa, wanakula na samaki ambao inakuwa na omega 3. Wanakuwa na akili. Sasa sungura ina kitu cha ziada, ina potassium na zinc. Kwa hiyo ina maana mtu anayekula samaki anakuwa na akili, lakini mtu anayekula sungura anakuwa na akili zaidi kuliko mtu anayekula samaki. Kwa sababu ina kitu cha ziada ambacho kinaitwa potassium na madini ya potassium na zinc ambayo yenyewe inaongezea kasi ya ubongo kufanya kazi. Kama tulivyowaambia mwanzoni kwamba huwa tunavuna mkojo wa sungura, pia huwa tunaangalia mkojo wa sungura, tuna kipimo cha kuangalia mkojo. Sasa ili mkojo wetu wa sungura usije kawa contaminated na maji, huwa tuna system ya maji sungura. Kwa hiyo ya kuwapa maji sungura ili asije akamwagika kwenye bati pale chini yakaenda kwenye kutuharibia mkojo wetu. Kwa hiyo mnapoangalia, hili ni dumu ambayo tunajaza maji kwenye dumu. Kuna hii pipe ambayo inaleta maji kwenye hii pipe nyingine hapa nyeusi, ambayo pipe nyeusi unaona imezibwa juu na chini. Kwa hiyo maji muda wote yanakuwa hapa. Kwa hiyo hapa sungura anachokifanya, akija hapa, ukiangalia hapo, kija hapa akipress, akiweka mdomo wake hapa, unaona ananyonya maji. Akishaweka mdomo wake hapa, unaweza kaona maji yanavyotoka. Kwa hiyo sungura wetu anakuwa anakunywa maji kwa kupress hapa hivi. Na ukiangalia maji ya kipress hapa sungura, maji yakitoka ni kwamba hayaingii kwenye bati, yanadondoka nje ya banda. Kwa hiyo mkojo wetu unakuwa self. Hiyo ni moja. Ukiangalia kuna structure nyingine hii hapa. Hii hapa ni structure ambayo sisi tunawekea sungura. Sungura yeye ana tabia kama ya kuku. Akishakula chakula anamwaga. Lakini sisi tuna hiyo system yetu hapa ya kuwekea chakula kwamba hizi feeders. Kwa hiyo sisi tunaweka chakula kwa nje, yeye anakula kwa ndani. Na ukiangalia ilivyotengenezwa pale ndani ni kwamba hapa kuna hii hapa ni kwamba sungura hawezi kukwarua. Kwa hiyo akileta chakula chake, akija kutoa chakula kitakuwa kinajikinga hapa. Kwa hiyo ina maana chakula chetu hakitamwagika. Kwa hiyo tunakuwa tunapunguza upotevu wa chakula kutumia hizi feeders. Kwa mfano unaweza kumuona anavyonyonya pale, akiingia pale ananyonya sungura, anakunywa maji yake vizuri bila wasiwasi. Na maji yanayodondoka yanadondoka chini, hayaendi kwenye bati, ina maana mkojo wetu unakuwa uko safe zaidi. Kwa hiyo ukiangalia pia miundombinu yetu ya nyuma ni kwamba tunaweka miundombinu kiasi kwamba sisi tuweze kuvuna ule mkojo wetu vizuri. Kwa hiyo sungura wetu akishakojoa mkojo wake, mkojo utaingia kwenye pepu, ukishafika kwenye pepu utaingia kwenye kifaa kama hiki ambao unaona kuna mkojo wetu hapo tayari. Hayo mabanda mawili yanaleta mkojo hapa, na mabanda mengine, kuna mabanda mengine pia kama haya hapa mawili, na yenyewe yanaweka mkojo hapa. Kwa hiyo mkojo huu ni wa tofauti sana. Ukiwacha hapa wiki nzima, hicho kifaa kinaweza sikijae. Lakini huu mkojo ina maana kwamba ni wa asubuhi. Kuanzia asubuhi mpaka saa hizi tunaongea saa 3, tayari mkojo naona umeshaja hapa. Kwa hiyo inabidi kijana apite, auhamishe, apeleke kwenye dumu ambalo liko pale. Kwa hiyo akishaona umefikia hapo kiwango hicho, mkojo unaletwa, unamiminwa kwenye hili dumu ambalo unaona limejaa huo mkojo. Hilo dumu limejaa mkojo, na hili dumu, huu mkojo ni wa siku 3. Unaona dumu limeshaja, ambayo dumu la lita 20 ni shilingi 200. Kwa hiyo unaweza kaona kitu kingine kwamba mtu anaweza katengeneza pesa kupitia tu mkojo peke yake. Unaweza kufuga, usiuze nyama, usifanyeje, lakini kwa mkojo peke yake ukatengeneza pesa. Hili dumu lina siku 3. Limejaa dumu la lita 20. Kwa siku 7 au kwa mwezi unakuwa na madumu mangapi? Kwa madumu mengi. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba tunavuna kinyesi. Kazi ya kinyesi cha sungura
inakuwa ni component ya kutengeneza chakula cha samaki. Sasa kama wewe unafuga sungura na una bwawa la samaki, hamna haja ya kununua chakula cha samaki. Unachofanya, unachukua kinyesi cha sungura unapeleka kwenye bwawa la samaki. Thank you. Nisema asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Mimi ni Medad Oreste Filimam, mkurugenzi wa mradi wa uzalishaji wa sungura na ufugaji wa sungura kibiashara. Hapa mbele yenu ni mfugaji mmoja wapo anaitwa Adrisi Shabani Swai. Nadhani atajitambulisha zaidi, lakini ni kwamba ni mmoja kati ya watu ambao tulianza nao wakati mradi unaanza. Tuliwapa semina, haya kama amepokea mradi. Alipopokea mradi alianza na sungura mmoja. Sungura mmoja zikakaa kama baada ya kama siku 10 na ngapi hivi akawa alizaa watoto 7 ambao nadhani leo wana miezi mitatu tunakuja kuwachukua. Lakini baada ya kuona uendeshaji wa mradi ni rahisi, akaona hapana, ngoja niongeze. Akaongeza sungura nyingine. Sasa hivi ana sungura wanaozaa watatu dume. Aliongeza 2. Na ana mpango wa kuongeza zaidi na zaidi. Sasa nadhani mheshimiwa mwenyekiti, mbele yako ni waandishi wa habari wa radio pamoja na TV. Na hao wenye t-shirt nyeupe, yule pale ni general manager wa mradi na yule pale ni mkurugenzi mwenza wa mradi. Kwa nadhani ungewaambia kidogo wewe ni nani, hapa ni kijiji gani na umepokeaje huo mradi na unaonaje ukilinganisha na ufugaji mwingine, kwa sababu wewe umekuwa ni mfugaji maarufu wa kuku. Huyu amekuwa akitotolesha vifaranga na kuwapa watu. Sasa atuambie jinsi alivyoona uzalishaji wa sungura na uzalishaji wa kuku, kipi ni rahisi, na mshauri Mtanzania mwingine ambaye anamshaurije Mtanzania mwingine ambaye hajapokea hii fursa. Karibu mwenyekiti. Kwa jina mimi naitwa Adrisi Shabani Swai. Ni mkulima na mfugaji. Lakini kusema ukweli, ukilinganisha ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kuku na sungura ambao wote nimebahatika kufanya, hata jengo langu hili nimejenga kwa kutumia kuku, lakini gharama ya ufugaji wa sungura ni ndogo sana, alafu nyepesi, alafu ninasema ni ya kistaarabu zaidi. Kwa sababu muda wa lisali moja unakuwa una uwezo wa kuwa umekatia hata sungura 100. Kwa hivyo kuna unafuu mkubwa ukilinganisha na ufugaji wa kuku na ng'ombe. Kwa sababu ufugaji wa ng'ombe kwa mfano kama huko kwetu sehemu kubwa za milima, kwenda kubeba mizigo kule unachoka sana. Lakini hapa kwa mfano ukiwa siku umejiona umechoka, sio lazima kusungura wale majani. Unaweza ukawapa pumba, ukawapa peleti. Kwa hivyo ni kitu simple kulinganisha na ufugaji mwingine. Alafu ni kitu ambacho ni rahisi kumuondoa mtu kwenye nafasi moja kwenda kwenye nafasi nyingine. Jalia mtu umeanza na sungura 10, kila mmoja akazaa watoto 7, uzao mmoja utakuwa na watoto 70. Na kila mwezi sungura ina uhakika wa kuzaa, ndio jambo lingine la kufurahisha. Kwa maana hiyo ni kwamba mimi nimekubali sana kwamba ninakubali sana. Na kama mradi utakuwa unaendelea vizuri, mimi ni mtu na kipaji cha ushawishi na uwezo wa kushawishi hata wafugaji wote Mroma kwa wafugaji. Hilo mimi nina uwezo wa kulifanya. Kwa maana hiyo mimi na washauri watu wengine, kwa sababu kwanza kuna vitu vingi katika eneo la kwetu. Kwanza vipande vya ardhi ni vidogo, kwa hivyo mtu aweza akawa mkulima wa kweli, lakini ufugaji huu eneo dogo unaweza ukafuga sungura hata 1000. Kwa hivyo ni kwa kweli ni ufugaji mzuri. Awali wananchi wenzako walikuchukuliaje? Waliona kidogo kama akili hazinitoshi, kwa sababu umri ni mkubwa, alafu ufugaji sungura. Kwa sababu nilipopata taarifa kutoka kwa huyo afisa kilimo, ilibidi tutangaze kwenye sehemu kulikuwa na msiba. Watu wenye umri wangu na waliokwenda mbele walikuwa wanasema huu ni mradi wa kitoto. Lakini mimi niliwashawishi kwa sababu nilipewa nafasi ya kuzungumza, nikawaambia hata ufugaji wa kuku zamani ule ulionekana ufugaji wa kitoto. Lakini cha msingi kinachoangaliwa ni ufugaji au ni kipato. Wale waliokuwa wajanja wakasema ni kipato. Kwa hivyo hata sasa hivi nilipokuwa nakuja na mzee mmoja tulihudhuria na semina pale, alikuwa anauliza upatikanaji wa sungura ni vipi, nikamwambia sasa hivi sungura wamekwenda juu, sio kama tulivyoanza mwanzo. Sungura mmoja utampata kwa 150,000. Lakini anasema atajitahidi. Nadhani hata babake na huyu ni mimi nimemshawishi mpaka amenunua sungura. Kwa sasa hivi ni zaidi ya watu 500 wanataka sungura kwenye kijiji. Lakini sasa kinacholeta shida ni capital. Kwa maana hiyo watakapoona watu watashawishika kwa namna yoyote kwa kweli, kwa sababu kwanza walikuwa na mashaka ya soko, lazima nikwambie. Lakini sasa kama soko limeshakuwa la uhakika, mimi nadhani sio muda mrefu nataka kwa sababu nataka niongeze sungura, kwa sababu najua ni kitu ambacho nitaamka asubuhi saa 3 nimemaliza, nitakwenda kwa shughuli zangu bila kuchoka. Kwa hivyo ndio.
unamtofautishaje sungura huyu na sungura wale ambao tumezoea kuwafuga hapa kijijini? Kuna tofauti kubwa sana. Hawa wanakuwa haraka na wana mwili mkubwa kulinganisha na wale wa kwetu wa jamii. Familia nayo inawachukua watoto wanapokuona, kwa mfano baba hapo anafuga. Kwa bahati nzuri sina watoto ninaokaa nao isipokuwa na kajukuu kamoja ambacho kanapenda sungura kuliko, mpaka nimemwaahidi kwamba kwa sababu anaweza darasa 7 lazima nimjue kwa. Lakini mke wangu ananiunga mkono sana kwenye hili. Wale wanaokuja sasa kwako kuja kuomba ushauri, pengine wanajutia kupoteza ile nafasi ya kuwa mfugaji namba moja. Wanajutia ndio sababu hata juzi nilipokuwa nampigia Rogarobamu simu walikuwa wanataka wanunue hivi vitoto. Nikamwambia hapana, sio ukishanunua kwangu utauza wapi? Kwa sababu utakuwa wewe hauko kwenye mkataba. Kwa hivyo nitakuwa nimekudanganya alafu utakuja kunilaumu baadaye. Kama mwananchi, una wito gani kwa hawa ambao wanaonunua kwenu na kwenda kutafuta masoko sehemu nyingine? Mimi nilikuwa na ushauri waendelee kutafutia masoko yatakayokuwa na bei nzuri zaidi ili na sisi tuzidi kuimarika. Hilo ni muhimu sana kwa sababu biashara itakapokuwa kubwa ndipo watu watakapoendelea kufanya. Swala la elimu kwako, unapata elimu ya kutosha juu ya ufugaji wa sungura? Siwezi kujisifu sana lakini mimi nina utundu wa kuzaliwa kwa ajili ya vitu vya ufugaji. Kwa sababu baba yangu alikuwa ni mtu anayependa sana vitu vya kufuga. Babangu amekufa akiwa ameniachia banda la mita 10 la ufugaji wa kuku. Kwa hivyo ile kitu ni kitu kiko kwenye damu. Mimi napenda sana ufugaji kuliko. Niliwahi kwenda kwenye semina kabla hata daktari hajajua. Tukawa tumefundishwa habari za sungura. Lakini sasa nikaona nikianza kufuga sungura nilikuwa nataka nikachukue kule Arusha kule kwa sehemu moja. Lakini nikishafuga nitawauza wapi? Ndio kilinisumbua akili. Kwa hivyo daktari alipokuja kulileta nilikuwa tayari ninalo kichwani. Kwa hivyo mimi nilifurahi kwamba kama nguo ilikuwa chafu tu nimepata mtu wa kuifua. Changamoto gani ambazo nyingine unaweza kuwa unakumbana nazo katika ufugaji wako wa sungura? Kwa sasa hivi kwa sababu kuna vitu vingi tulikuwa hatujaelewa. Kwa mfano mimi sikuelewa kama viroboto wanaweza kawaathiri hawa. Nimegundua hilo. Kama majani mabichi vile kitaalamu sio mazuri sana, nataka kidogo yao yamenyooka kwa sababu sungura ana tabia kuvimbiwa. Hivyo ndio vitu ambavyo naona kidogo. Na chakula cha sungura kidogo hicho kununua kiko juu. Nini kauli yako kwa wale ambao ni wanakijiji wenzako na hawajafuga, pengine unatamani na wenyewe wafugaji kama wewe? Wachangamkie fursa. Hii ni fursa pekee imetokea ambayo ina uwezo wa kumkomboa. Kila mtu anataka kusomesha mtoto. Tunathubutu kusema ukifuga sungura 10 una uwezo wa kulipia mtoto wako chuo kikuu bila kusaidiwa na serikali. Kwa sababu sasa kama utapata fedha za kutosha, kwa nini mtoto wako bora labda mtoto akute hataki kusoma. Lakini kama una mtoto anataka kusoma, una uhakika wa kumsomesha bila shida yoyote. Bila wala lina mashaka. Kwenye ufugaji wa ng'ombe tulikuwa tumezoea kwamba maziwa ni akina mama na pengine zile bidhaa nyingine ambazo zinatokana na ng'ombe. Vipi kwenye swala la sungura? Unaweza kumwatia sungura mama akaendelea nao kaenda katika maeneo mengine? Mimi bahati mbaya sikulelewa kwa mfumo huo. Toka wazazi wangu mali yote ilikuwa ni ya familia. Kwa hivyo sungura, ng'ombe walioko hapa ni mali ya familia. Kwa maana hiyo sungura hawa wakishika fedha tutazipangia, ng'ombe tukuza tunapangia. Kwa hivyo mimi sikuwa na mpango ule kwamba kuna ile ule mnaoita mfumo dume. Sikubahatika kuwa nao kwa sababu baba yangu hakuwa nao, kwa hivyo siwezi kurithi hicho. Salifu Abdarrahman. Ndio. Unasaidiana vipi na baba katika swala la ufugaji wa sungura? Tunasaidiana katika kuwalisha sungura, tunapata kafarani. Mwanzo ulimchukuliaje wakati alikuwa anakuambia kwamba anahitaji kufuga sungura, wewe kama mke? Tulishirikiana tu. Umeona hata wajibu wakati ambapo anakuambia? Hapana. Niliona kawaida tu. Unawaambiaje wanajamii wengine hususan wakina mama wenzako? Wakina mama wenzangu tunashirikiana nao, kama akiweza hana shida. Tunapambana hivi katika utafutaji. Hazina shida. Kwa hiyo mchana unaingia zako kwenye banda vizuri kabisa na ujamii sungura. Baraka. Ndio dada selection. Yaani vikiingia ndani huko ni kwanza wa miezi mitatu. Leo na miezi mitatu. Miezi mitatu katoro mwenyekiti? Hajafika vizuri. Usijali tu. Tulia. Naona hama mtaa.
Bana kilo 14. Kilo? Ziko kilo 14. Ziko 7. Na maana zilikuwa na average ya kilo 2. Jana leo. Kilo 14. Mwandikia hapo. Kilo 14. Na tukua laki na 40. Ng'ombe hapo ungekuwa umefuga miaka mingapi? Ng'ombe pako Au mbuzi wa laki na 40. Sasa ndani yani maana hiyo ni inaitwa project ya muda mrefu. Sasa hii ni mzee tunalipa. mimi ndio na kwanza mimi kilichokuwa kinanipa mashaka mpaka jana ni swala la soko. Kama soko lipo, yani kitu ambacho wala hakitaki kufanya kwa uoga. Yaani mtu wa kawaida kabisa unataka ufuge sungura hata 100. Na inakuruhusu unaendelea na shughuli zako Eh. nyingine nyingi. Sasa naweza kwa mfano nikafuga sungura wangu mimi nitafanya kazi nyingine. Kuchukulia mfano kitu kilichokuwa kinaleta shida ni dharau inapokuja. Ndio ndio kumwambia. Sasa yani hapo post. Haya kichunguzi. nilikuwa nahesabu kihesabu. Hata ukihesabu yani wewe kufanya hivyo inawasaidia wengine. Jamani, hii kitu ni nzuri kwa sababu nimeuza sungura wangu hapa, nimepata nimeuza sungura 7, nimepata kilo 14, nimepata jumla ya shilingi 140,000. Au kizima hapa ugali haunipigi chenga. Asante sana, hongera mzee. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Swaibu Hasani Kimaro. Kiukweli huu mradi ulivyokuja sisi tuliupokea kwa mikono miwili. Baada ya kuona kwamba kila kitu kinachokuja kwa kweli inatakiwa watu wakipokee, ni bora uje ujutie kupokea kuliko uje ujutie watu wengine wakiwa wanavuna. Ndivyo tulivyoona sisi tukaamua kupokea. Wewe kwa sasa unafuga sungura ngapi? Mimi kiukweli wakati mradi ulivyokuja mimi nilikuwa sina kipato, nilichukua sungura mmoja, kwa sasa nina sungura 6 ambao sasa hivi ndo nafuga. Sasa labda unawaambiaje wengine? Mimi ninawaambia wengine kwamba kila kinachokuja kikishakuwa na zaidi ya watu 2 au watu 3 wakipokea kwa mikono miwili. Leo umeona mwenzako anapokea mauzo yake ya sungura wake ambapo ni kipato kikubwa kwa mwezi. Ndio. Matamanio yako ni nini? Kiukweli mimi matamanio yangu mimi ningetamani kuwa na zaidi ya mwenzangu. Ndio. Changamoto gani ambazo unakumbana nazo? Kiukweli changamoto nazokumbana nazo ni yani sijapata ile elimu asilia ya kuwafuga wale sungura jinsi inavyotakiwa. Ndio. Na endapo ukiipata unaahidi nini? Nitakapoipata hii elimu ya kutosha, ninaahidi kwamba nitafuga sungura ambao ninaweza nikajipatia kipato zaidi ya mtu mwenye ng'ombe. Una mpango au matarajio ya kuongeza sungura wengine wakati ukiwa unasubiri mauzo? Ndio, nilikuwa na tamani sana kuwa na zaidi ya 5, 6 ili niweze kuvuna kwa zaidi na zaidi. Kwa sasa hujawahi kusikia fununu kwamba kuna watu wanatafuta sungura, pengine waje hata nyumbani kwako kuuliza kwamba tunahitaji sungura? Ni wengi sana wanaokuja na najaribu kuwasiliana na dokta, lakini sasa shida inakuja kwamba ni ule mtaji wa kwanza ule wa manunuzi. Ndio. Nilikuwa nauliza kwamba je, kwa nini mnaweza mkatufanyia utaratibu wa hao watoto ambao tunaowazalisha mkatuachia tena kama mbegu ili tuweze kuwa na msingi mkubwa zaidi? Kwa mfano kama ningekuwa na sungura 10, niamue kuuza 8, niache wale 2 kama mbegu tena. Kuachia hata tungeamua kuachia wote, lakini shida ni kwamba hawa sungura wako cross breed, kwamba wanakuwa wana 50% kisasa, 50% kienyeji. Kwa hizi parents soko ambazo tunawapa wakulima ni kwamba zenyewe ni kwa ajili ya kuzaa vifaranga tu. Kwa hiyo hizi sungura zitaendelea kuzaa vifaranga mfululizo kwa miezi 18. Ikishafika miezi 18 tutawaletea tena mabinti. Kwa sababu sungura tunao hapa ni kwamba wanakuta wana mbegu lakini hawajawahi kuzaa.
Kwa hiyo anaanza kuzaa pale kwa mkulima. Lakini ikishazaa kwa miezi 18 ni kwamba ule sungura anachoka. Kwa hiyo tunakuja kumbadilishia. Kwa hiyo ukisema umwachie yule mtoto amzalishe, ni kwamba kizazi chake kitakuwa ni wiki na hakitakizi yale mahitaji yetu ya soko. Kwa mfano ni sawa, umeenda dukani umenunua mbegu ya Sidiko. Alafu ile mbegu ya Sidiko kaipanda shambani. Alafu kavuna ukasema haya mahindi niliyovuna nirudishe tena shambani, hatafanya vizuri. Ndivyo hivyo hata kwa hawa sungura wetu. Wao tukikuachia watoto kae nao, wale watoto hawatafanya vizuri. Wale watoto ni kwa ajili ya nyama tu. Karibu sana. Karibu sana. Mbona mkojo karibu mita 4 mbali? Wale zilizaliwa siku tofauti kama hivi bado ni mdogo hivi. Ndio itafaa. Kwa hiyo tutachukua wale ambao ni wakubwa. Huyu anaumo. Ndio yule nilikwambia sasa huyu. Baraka. Baraka. Wani mwito. Baraka. Yaani Moja kidogo. Kile vile kidogo sana kwenye viatu. Hayo ukikuwa hujapata peleti. Ndio maana zenye pesi sungura zako hizi. Au tupatie ukanazo tena mwezi mzima. na chukua. Usichukue. Naziona kama bado yani na uzito kidogo. Nani Baraka? Namtendea haki. Unaingiaje kwake kimya kimya? Au sawa kunaga mtu mgonjwa. Sisi tuna bahati bwana kunaga mtu mjinga hivyo. Mbona tunanga sana toka kwa Kimaro bana? Sema ile Kimaro yapo yoko kina Sumelioni seondo pe. Mtu mgeni hata kama nikuta ameingia chumbani kwangu sio kwamba ndani sasa nitakuja kumwambia mtu mfanyaje mbona mtu kaingia kwa jamani. Kwa mbele za watu bwana mgeni unaficha hivi. Maybe labda ameingia kumsaidia. Sasa ndio nakwambia sasa utakuwa ufoke mbele za watu hata utakusoma vibaya. Havina uzito. Shika. Ngapi? 16. Kwa hiyo pesa mama leo anapata leo very submissive. Hata soda. Ni muhimu. Mimi naitwa Elvisa Anderson Swai kwa jina la ndalojulikana kwa hilo. Kwa hiyo Wewe ni mfugaji? Mimi ni mfugaji wa kuku, mbuzi na ng'ombe, nyama mbalimbali. Kwa mradi wa sungura nilimshawishi mama baada ya kupata hilo tangazo kwamba kuna wataalamu wanakuja hapa. Nikamwambia mama usika katika huo mradi wajibike nao. Kwa hiyo ni mradi wa mama anafuatilia mwenyewe bega kwa bega. Na wanaofika wataalamu wake hapa anashiriki nao. Mara anaweka na bima na nini hivyo ndio sina. Kwa ni kazi yake hiyo. Lakini nipo okay. Sasa hivi baada ya kuona mauzo ya siku ya leo, utamsupport vipi? Sasa hivi asubuhi itabidi namwamsha mapema sana. Ashoge sana, ashoge vitu na pia nitapata hata capital aweze kuendeleza waongezeke usitoa mara moja. Unazungumzaje kwa wakulima wengine ambao ni wafugaji wa sungura labda hawajapokea mradi? Hawajapokea. Ase bwana mdogo, hebu je njoo sikiza pesa inayotoka hapa kwa sungura vidogo tu hapa kichache. Pesa za ajabu tu alafu sio muda mrefu. Kwa hiyo nitawashauri, wana washauri pia waende kwenye mambo ya mradi huu washoke nao na nini kwa haraka mno. Nitawashawishi, nitakuwa nitakuwa mwalimu zaidi kwa sababu nimeona hali halisi sayansi kabisa kiukweli practical. Kuna siku mke wako anashinda kufanya kazi zozote kwa sababu ya kuwajibika kwa sungura? Hapana. Asubuhi akiamka tu anapo kabla ya kuoga na hudumia alafu anaenda kazini bila shida yoyote kabisa. Alafu nimeona ni mradi ambao ni mwepesi zaidi ulikuwa hata huko. Changamoto gani ambazo unahisi labda anakumbana nazo au wewe kama baba wa familia unakumbana nazo? Kwa kweli sijaona kero yoyote kwa huu mradi. Nimekuwa ni kama kapati time activities tu. Kwa hiyo changamoto ambazo nimeona zinajitokeza tu wakati walikuwa mmoja wawili, lakini bahati nzuri alikuwa ameshalipia bima akaletea mwingine. Kwa hiyo sijaona tatizo kabisa. Ni mradi mwepesi halafu hawafiwafi kama wanavyokuwa vifaranga vya kuku. Leo umepokea hela, wewe ndio unaenda kumkabidhi mama. Unajisikiaje sasa kumkabidhi hela ndefu hivyo na hoja? Nitamwambia sasa kwamba nilipokuwa naendelea kule kwamba walikuwa nao wengi, wao sasa hivi wameronea mwanangu. Kwa hiyo maana yake namtia kwa maendeleo zaidi. Uendeleza mradi. Alafu pia kwa sababu nimeambiwa ni wengi alafu uzito umekuwa mdogo, nitamtazania pia alafu nitamnunulia na pumba. Ili
Napata laki moja na kitu hivi, lakini sio kubwa si. Lakini na stick. Unaweza kwamba usiingie hapa. Hiyo kwa heshima na kabisa kidogo kwa bila speed. Okay. Taratibu. Make ndio ya kwanza hii. Hapo tabii nikazaje lakini kwa sababu nishamwambia mama mradi usitausuka nao. Naona hivi lakini tutasupport silently. Wanaume usarada so easily. Kama wale group nani wale hujawalisha bado? Hongera sana mzee. Kwani hujawalisha? Ya mama. Asante, wanashukuru sana. Hongera sana. Kuna wale mradi huu unalipa. Unalipa sana, safi sana. Karibu sana. Tushirikiane mzee. Tuko pamoja. Hakuna maneno. Karibu sana. Sasa hii pesa ni usungura wachache tu hapa laki moja na nini? 60. Nimefuga vile vikuku kwangu hata hajafikia kukua namna yese. Na kuku ambao pale kuna kuku kama 100 pale kwangu ni mafuga wa gharama waliotumia wana zaidi ya miezi 3. Nikiuza nitapata ile kidogo sana. Safi. Inabidi asema ngezana uongezewe. Zona hizi tunazoacha ni kwamba hii inaweza ikawa collateral bank. Ukitumia hizi na mkataba na maana kila mwezi tutakuwa tunakuja kununua. Kwa sababu tunakuwa tunanunua kila mwezi ni kwamba watakuwa wanaona. Kwa mfano hapa tukuja laki na 60. Mkuja mwingine anaangalia je, mipande imeshuka au imemaintain. Kwa hiyo na maana kulingana na ile hela unayochukua kila mwezi baada ya miezi 4 wanaweza kukadiria mkopo benki. Tena mtu anayepata mshahara. Kama wewe kwa kesho unachokupata hivi tunaweza kukukopesha ile fulani, utarejesha muda fulani. Lakini ule mkopo sisi ndio tunakudhamini. Kwa hiyo ina maana kama una mkopo ina maana kwamba labda unarejeshwa kila mwezi 80,000. Kwa hiyo ina maana leo tungekupa 80. Alafu 80 tunapeleka benki. Kwa hiyo ina maana hizi unakaa nazo. Hii una receipt unaihifadhi. Ina maana na ule mkataba ambao uko pale ambao unaonyesha tuna mkataba muda gani. Kwa ndani ya kipindi chote katika hii project yetu ya Princess Rabbit Production ambayo iko chini ya Saole Limited Company. Kwa hiyo leo nadhani ni wale watu ambao walianza mwanzoni. Kwa hiyo na yeye ni mmoja wa watu ambao leo tutakuja kuvuna kwake. Lakini kwa hiyo ningeomba tu ajitambulishe jina lake na baadaye kuna baba hapa na yeye ataongea wamepokeaje huu mradi wa sungura na wanaonaje huu mradi kulinganisha na mifugo mingine ng'ombe kwa sababu wana ng'ombe, wana mbuzi, wana kuku. Kwa hiyo pia nadhani wanaweza kutuambia wewe amechukuliaje. Karibu mama. Asante sana. Jina. Mimi ni Mama Ndeshidesia Kimaru. Nimetoka kijiji cha Mroma wa mtaa wa Uwao. Mimi nimeamua kuingilia mradi huu maana nimeona ni mradi mzuri sana. Tena naona labda kushinda hata ng'ombe. Maana huu mradi hauchoshi hata mifugo kama ina njaa. Utasikia kelele ni shwari tupu. Kwa hiyo ukiamka asubuhi na wewe unajua kwamba mifugo inahitaji chakula. Wape chakula, wape maji. Hapo ndio nimeona raha yake. Kuna changamoto zozote unakumbana nazo wakati wa ufugaji? Sijaona changamoto yoyote. Una mpango gani kwenye kuongeza mifugo wengine kwa sababu tunaona kwa mara ya kwanza unauza na pengine utapata fedha? Nahitaji kuongeza mifugo mingine. Sasa mimi nilikuwa naona kwa sababu ni gali nilitamani niachiwe sungura moja ili niendelee kumlisha huyu wa kwangu ili nipate wa pili. Au pia changamoto nyingine ambayo nimeiona sungura wangu alipata shida wakati wa kupata mbegu. Na sasa hivi bado mpaka sasa hivi sijapata tena watoto wengine. Ndio changamoto ambayo nimekutana nayo. Kwa hiyo mpaka sasa sijui kama ana mbegu au ana mbegu. Maana sasa hivi ingekuta ameshazaa. Unawaelezea vipi mradi huu kwa majirani na ndugu wanaokuzunguka? Majirani nawaelezea kwamba huu mradi ni mzuri. Mwanzoni walikuwa wanasema mmetapeliwa. Lakini mimi ninavyojipa moyo na kuongea na dokta anavyonipa moyo, ninawapa moyo kwamba sungura ni wazuri. Hasa sisi wamama tujikite katika kufuga sungura. Kwa sababu ni mradi rahisi. Au chocha hata sisi akina mama ambao tumeishiwa nguvu. Karibu sana kuna na baba kidogo anaweza akatuambia ndoka hapa. Ongea umepokeaje huu mradi? Mwekea studio. Hapa. Tambulishe jina. Mimi naitwa Yona Kirikasi Kimaro. Nimezaliwa hapa Mroma. Umepokeaje mradi? Kwa kweli mimi nilikuwa safari mama alipoanza mradi huu
wiki 3 zilizopita nikawa nimerudi kutoka Morogoro. Kaja nikakuta ameanza mradi huu. Kwa kweli niliangalia na kutazama kwa makini, nikakuta mradi ni mzuri. Ndipo akanielezea jinsi ilivyo, kwa sababu nilikuwa namfahamu sana daktari huyu tangu siku za nyuma, jinsi tulivyokuwa tunafanya kazi ya mifugo hapa tangu alipokuwa katika kijiji chetu. Basi akamwambia akaniambia mtu aliyeanzisha mambo haya ina program. Basi nikamwambia basi ngoja niangalie kwamba atafika wapi na huu mradi, kwa sababu mwenyewe sijamuona ila nieleze kwamba ashaanza kitu kama hiki. Lakini mke wangu aliponiambia ni program, nikamwambia basi ngoja tuangalie kwamba mambo yatakuwaje. Kwa kweli nimepokea vizuri, na leo ndio sababu nimekaa hapa kwa makusudi maalum nijue kwamba atafanya vipi na ataelekeza vipi kwa jambo lingine la baadaye. Kuna wenzako ambapo tumetembelea awali na tumeona kwamba wakiwa wamenufaika na pengine kupata zaidi ya kiasi cha shilingi hata 100,000 kwa mwezi. Sasa wewe kwa vile ndio unaanza na kwa kumsupport mama, umejipanga vipi kuhakikisha unaongeza sungura wengine, lakini pia kuhakikisha unainua kipato? Inawezekana mavuno ya kwanza ukayapata, lakini kuendelea mbele zaidi. Kwa kweli itabidi nijizatiti na mimi, kwa kuwa mama alianza mwenyewe, itabidi sasa tuwe wawili ili tukupanua wigo, kupanua na kuwa na uhakika wa sungura wengi kiasi ambacho kila baada ya muda mtakuja kuvuna wengi. Kwa hiyo nitafanya kila namna kuhakikisha kwamba sungura wanakuwa wengi. Matarajio ya wananchi wengi wanapenda kwamba wanapofuga waone faida ya haraka pasipo kujua kwamba kwenye faida kuna hasara. Wewe una mtazamo gani? Kwa kweli faida ni kitu ambacho kinategemewa na kila mtu. Hakuna mtu anayefuga kitu kupata hasara. Lakini kitokea hasara itabidi basi waangalie hii hasara imetokea wapi au kilichosababisha nini. Kwa hiyo mtakavyo naelekeza kwamba ukifuga hivi kwa sababu nimesikia sungura wengi wanaletwa wakiwa na mbegu. Mtakavyo naelekeza basi na mimi nitashika hilo kwamba ukifanya hivi utafanikiwa. Ukifanya hivi utafanikiwa. Na hakuna biashara yote ambayo ina faida tu bila hasara. Lazima biashara au mifugo. Unaweza ukafuga ng'ombe kakata miaka 3 bila kuzaa. Na hata sungura nao wanaweza kaletea ukaambiwa ana mbegu lakini hana mbegu. Kwa hiyo lazima ukubali changamoto ambazo zitatokea mbele yako. Asante. Tunashukuru sana. Jina langu naitwa Ndenisimbo Kennedy Kweka. Mimi ni mzaliwa wa Isuki. Naishi Isuki. Nimevutwa na mradi huu wa sungura baada ya kuitwa kwenye semina, tukaenda tukafundishwa semina Mroma, tukapata masomo yale, madaktari wakawa wanatufuatilia, nikavutwa kuwa wanunua sungura hawa. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, nimemfuga huyu sungura hawa huu ni mwezi wa 3. Nimeweza kufuga sungura wangu, nimepata kilo 10. Nimepata shilingi 100,000, namshukuru Mungu sana. Kwa hiyo na wasii wafugaji wenzangu tuwe na akili mbadala kujaribu miradi mbalimbali kama hii sungura na miradi mingine ambayo inaweza ikatupa faida ya haraka kuliko ng'ombe na mbuzi. Tofauti kati ya ng'ombe na sungura ni nini? Ng'ombe na sungura ndio wana faida haraka kuliko ng'ombe. Unaambiaje wanawake wengine na jamii kwa ujumla ambayo aidha wanadharau? Kwa kweli nawaambia kina mama wenzangu na wafugaji wenzangu tuingie kwenye mradi huu wa sungura. Ni mradi mzuri unaolipa haraka kuliko ng'ombe na mbuzi hata na kuku. Matarajio yako ni yapi? Ni matarajio yangu mimi, naomba Mungu niwe na uwezo wa kununua sungura hata 10. Sasa ningeniletea zile nyekundu ili zionekane kabisa. Hata zitaonekana vizuri. Jamani, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana dokta. Wewe ndio uliyenishawishi kikubwa mpaka nikakuta nimeingia kwenye huu mradi. Mungu azidi kukubariki. Tuko pamoja na kila mwezi tutakuwa tunakuja kununua sungura. Amina. Kila mwezi tunakuja. Kwa hiyo ni sawa na mfanyakazi wa serikali. Amina. Mtu kama ana shida na wewe unataka subiri kidogo mwisho wa mwezi. Unakuja kumalizana naye. Mungu awabariki. Hamna haja kwenda kukopa kwenye kikopo. Sana jamani. Karibu sana mama. Asante. Basi sisi tukuache twende eneo lingine. Haya. Tuendelee kuwasiliana. Jina langu naitwa Abiel Pokea Urasa. Kijiji hiki ni cha Nguni. Kitongoji hapa ni cha Nure.
uliopokea mradi huu lini? Huu mradi ulikuwa, if I'm not wrong, mwezi wa 12 ulikuwa kama tarehe 10. Bahati mbaya kitabu changu kiko pale ni 18 something like that, yeah. Ndio. Upokeaje, kwa kusikia au ni mtu alikuhadithia? Hii ilitokana na huyo dada yangu, ndugu wangu ambaye naweza kusema kama dada. Kulikuwa na alisikia kuna mkutano kule chini sehemu ndio Isuki. Uliitisha wamama several, wengi kama 30-35 from all over mpaka kule Machame na wapi na wapi. Kwa hiyo akawa naye ana interest. Aliposikia akaja akanidokeza hapa. Well, in the first place sikuwa unajua Sungura kuna zile za kienyeji na nini, nikaona hii is it payable, lakini baadaye amenilemisha muda sio muda, basi ndio huyu bwana Honest akafika akaonyesha kwamba anaweza kutuletea hiyo, na akatuletea ile sungura ya kwanza. Kwa siti moja au mbili ilikuwa mbili. Basi tukaendelea, akatuelekeza namna kuwapa chakula hapa na nini, just like that. Na mimi mwenyewe sikuamini, niliona kwamba unajua miradi huwa inakujaga mingi huku, isipokuwa nikafikiri kwamba hata yule dada yangu aliponiambia kwamba tusidharau kwa sababu kuna miradi mingi ilishakuja huku alafu ikaflop. Lakini nikaona huyu bwana anavyozidi kuwa anakuja na encourage na nini, nikaona hawezi kupoteza, anapoteza mafuta yake na time na nini. Maybe ni kitu kinacholipa. Unaonaje mradi kwa sasa? Well, mimi nashukuru kwa sababu unajua wanyama ni wanyama. Sisi tumezoea mara ng'ombe, mara mbuzi na isipi. Ila sasa mimi hapa huu nimeupenda kwa sababu mimi kwanza naumwa miguu na nini. Sasa ni kitu ambacho najaribu nimejaribu kupata watu kwa wananiletea chakula chake hapa. Basi za kila unajua ukiamka asubuhi kuona na hivi vingine vinazaliwa, zingine wanafanya hivi, mimi na encourage, alafu wanaendelea. Huyu unaona ameshakuwa kubwa na ni juzi tu walikuwa kama wadogo wao. Kwa hiyo nikaona unaenda na huyu bwana akawa anakuja ile sungura moja ilizaa about 11 watoto, lakini wakafa sio wawili watatu, alafu na yule mama akafa, wakati anazaa alikufa. Huyu bwana akachukua initiative, akaja akachukua vile vitoto vikiwa hivyo kama unajua vinakuwa vidogo sana, akasema anakwenda kuwapa mama wengine ambao nao walikuwa wamezaa. Kwa hiyo wewe ndio yeye ananiambia kwamba they are doing fine na wapo hapa, anasema atawaleta. Kwa mara ya kwanza wewe leo ndio unauza sungura wako, labda matarajio ni yapi? Well, in fact hata wakija wale jamaa wengine watu wengine wanaokuja hapa, hata juzi walikuja watu wawili hapa kuangalia, nikamwambia bwana, hata mimi nitaamini siku ile bwana atapokuja akipima whatever the weight ambayo atapata, atakipata shilingi 10,000 au 5 au ngapi, nitasema ala, kumbe this thing can pay. Na hiyo ndio encourage watu wengine. Although imepanda, unajua kule mwanzo kidogo ilikuwa kidogo, lakini wakati tunamtajia mtu ile bei anashtuka. Lakini kama juzi watu wawili ni ndugu zangu kabisa, nikamwambia bwana, mimi bwana nitakapopata ile hela, ukiona nikwambia kunywa bia moja, basi ujue hii nalipa. Basi hata yule yangu huyu alikuja, huyu mtoto dada. Kwa hiyo unasema utazungumza mengi baadaye ya kupima. Nipa encourage sana bwana, na encourage sana, unakuja na nakwambia nitaamini sasa. Whatever, hata ningepata shilingi 30 then nitaamini. Tupime alafu aongee. Tupime alafu tena tutaongea. Kabla ya hapo kuna mwingine huyu alikuja kujifunza kwa huyo mzee. Yeye ameshaanza kufuga sungura zake, ndo zimezaa vitoto bado ni vidogo. Kwa hiyo na yeye alikuwa anataka kidogo asikike, atoe neno ili wengine ambao hawajachukua hapo ushauri kidogo. Sasa tutafanya kidogo tumalize. Unaona? Kila siku yani nishazoea hapa kiasi kwamba hata usiku jioni.
na mkojo wake unakimbia. Hapo vinaashi. Hapa bado hajaanza kukinga mkojo. Hajaanza kukinga. Mbona waongee sasa wako kimya? Tumekaa kimya mno. Hata hatuongei. Mpaka pesa ikamilika kuhesabiwa. Ni Mchaga bwana. Ingia hapa. Wewe bwana. Kweli basi. Taratibu. Taratibu tu tuone unapomkabidhi. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Hapo ni kila hapo 200,000. So kwa hiyo tunategemea kila mwezi kuna zile sungura ziko kule kwangu. Dada ameniambia. Kwa maana kila mwezi hapa wewe uko kwenye system. Sana mfanyakazi wa serikali. Au sio bwana? Wewe kila mwisho wa mwezi sungura zinakuja kubebwa mshiwa hela. Kila mwisho wa mwezi tutaendelea hivyo hivyo. Na kuna risiti ambazo tunakuandikia, sijui kama umesema. Hii hapa ambayo inaonyesha shilingi 200,000. Kwa hii hapa inaweza ikawa kama collateral bank. Kwamba ukitumia hii hapa ukatumia na mkataba wetu. Unaweza ukapewa mkopo benki kulingana hii 200,000 ambayo unapata kila mwezi na kuna uwezekano wa kuzidi. Sababu sungura pia inaweza kazidisha watoto. Kwa hiyo na nyingine unaweza kushangaa unapata 300,000 na nini, lakini zile risiti zote unaziweka. Ukishakuwa na risiti 3 ambazo zinaonyesha kwamba ndani ya miezi 3 mfululizo umepata kiasi gani cha pesa. Kama una shida ghafla, unaweza kwenda benki wakakupa ule mkopo. Ukishakupa mkopo ile fomu inapita kwetu, sisi tunaipitisha. Ukishaipitisha kwamba ina maana kwamba wewe tunakudhamini. Kwa hiyo tutakapokuja kukulipa tena mwezi unaofuata ambao umechukua mkopo kama ni 200,000 wenyewe watakuwa wamesema makato yao ni kiasi gani. Kwa hiyo sisi tunachukua ile hela makato, tunawalipa watu wa benki, tunakuletea risiti. Hela inayobaki kwenye ile chungu lako ndio tunakupa. Kwa hiyo bwana, japokuwa umestaafu, wewe sasa hivi ni mtumishi bwana. Kwa hiyo kila mwisho wa mwezi utakuwa unapokea fungu. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Sasa mzee, unazungumziaje baada ya kupokea malipo? Sasa baada ya kupokea what else? Kwa sababu hakuna cha kusema sana, kwa sababu kwanza niseme mtu yote sio rahisi kuamini, kwa sababu in the first place tulikuwa labda dada kule, lakini mimi nilikuwa naona kama it's just well, sikujua ni paying that much, how you are that really serious kiasi hicho. Lakini kitu kingine kilinipa matumaini ni kwamba huyu bwana alikuja na some couple of forms. Kuna forms za mkataba, kuna tukalipa insurance 10,000, na niliamini wakati ile sungura ilizaa alafu at the end ikafa wakati inazaa, lakini wale watoto ndio huyu bwana alichukua akiwa hivyo hivyo, wanaendelea vizuri. Sasa immediately aka replenish ule sungura through insurance. Kwa hiyo mimi sasa it's from now at least I have something to say kwa mtu mwingine yote atakayekuja hapa, hata pamoja na kwamba given kwamba zimepanda bei, lakini mtu ataona ana calculate tu kwamba kama huyu baba alikwenda tu miezi 2-3 tayari ameshapata hivi, then it depends, inategemea na jinsi unavyowalea wewe na ile chakula and whatever. Sisi ile mfuko ni juzi tu tumeona, tena umekuja wakati mzuri, na hapa tunapata ile mfuko sasa. Ni expire juzi tu. Sasa zinakula sana ile pale. Kwa hiyo kweli I'm glad for that na nashukuru. Ningependa tu bwana aendelee tutamsaidia. Na actually mimi sana anajaribu sana ku motivate watu wengine. Mpaka sasa nini namwambia, there was a time nimwambia angalia watu sio akachukua mapanga lakini through this so many, kuna miradi mingi imekuja huko alafu ikawa ikafambo. Sasa unaweza kuna nini bwana, mtu ananunua kipanya hiki alafu hakuna nani akakuchukulia hata fimbo, kwa unakuja kutudanganya hapo. Lakini with this I wish ingekuwa kuna picha kabisa, ningeambia angalieni hapa. Unaona, kwa hiyo next time utatoa alafu uniwekea kwenye hata simu yangu. Naomba tupige picha bwana, alafu tutamtumia. Bwana, tutakuiosha pila ndio ni vizuri. Naitwa Debora Rafaeli. Ndio umeshuhudia uuzwaji wa sungura kwa mzee yule? Nimeshuhudia leo, ila mara ya kwanza nilikuja nikaja hapa kujifunza. Alikuja mdogo wake na huyu baba, na maana mama mdogo. Akaja akawa amenielimisha mara ya kwanza, nikaona kama ni kitu ambacho ni kama utapeli. Kwa sababu bei ni kubwa na kisungura ni kidogo tu. Nikaona kwa mfano sungura wa kienyeji wanauza shilingi 5,000. Nikaona sasa huyu sungura mmoja mdogo wa kawaida kama wa kienyeji
wanauzwa 1,500,000 na bima juu shilingi 10,000. Nikaona si sahihi. Akaondoka akarudi, akaja mara ya pili, akanielimisha tena, sikuamini. Akaja mara ya tatu, nikakaa naye kama masaa mawili hivi ananielimisha. Nikaona kama limeniingia kidogo. Niliponiingia, nikaamua kuja kutembelea hapa. Nikaona kama mradi ni mzuri. Baadaye na mimi ndo kaagiza wa kwangu, nikaletewa. Nimenunua sungura 3. Na hao 3 wanaendelea vizuri. 2 wamezaa, bado mmoja. Baada ya kuona fedha hizi, sasa unaamini kile ambacho ulichokuwa unaelezwa? Nimeamini kabisa. Na matokeo nimeona ni mazuri. Unawaambiaje wafugaji wengine ambao labda walidharau au pengine sasa ni wakati wao wa kutoa wito kwao? Nitawaelimisha, nitawaeleza hali halisi, na pia yule atakayekuwa mbishi nitamtuma kwangu aje mwelimishe zaidi. Ila mimi nitakuwa ninawaelimisha, nitakuwa na jaribu kuwa hand ili wajue kwamba huu ni mradi rahisi. Kwa mfano kama mradi wa ng'ombe, sisi sana sana tunafuga ng'ombe. Ng'ombe labda ndama akizaa wa miaka 2 unamuuza shilingi 200,000 mpaka 3. Lakini huu ni mradi mzuri unaolipa kwa mapema. Baada ya miezi 3 unaanza kuvuna. Na kuvuna baada ya miezi 3, kila mwezi utakuwa unavuna. Kwa hiyo unalipa kulikuwa ni ng'ombe au kuku tunaofuga.